Karibu kwenye Moyo wa Malezi. Leo tunazungumzia jambo ambalo wanaume wengi huumia kimya kimya wakiogopa kuuliza. Wanaume wengi wanaumia kimya kimya wakiwa wanakosa majibu. Mwanaume unakosa majibu ya maswali. Unakosa majibu ya maswali kwamba kwa nini sasa hivi nimekosa hamasa? Kwa nini sasa hivi mwili wangu una uchovu? Kwa nini sasa hivi nashindwa baadhi ya mambo? Kwa nini ndoa yangu inakaa haieleweki kwa ajili ya uchovu na kukosa hamasa kwa mwili wangu? Wanaume wengi anaumia kimya kimya tu, huwezi kuuliza, unaogopa, unakuwa una stressi, umetingwa. Leo katika Moyo wa Malezi tunaenda kuzungumzia kitu kidogo tu ambacho tunacho nyumbani. Vitu ambavyo viko sokoni, ambavyo mwanaume ukitumia utaongeza hamasa. Mwili wako utakuwa na nguvu. Utakuwa mwanaume katika familia yako. Leo naenda kuzungumzia unga wa ubuyu au mmea wa ubuyu. Unawezaje kutumika kuongeza nguvu za mwanaume, kukufanya mwanaume kuongeza hamasa, kukufanya mwanaume uheshimike pale nyumbani. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu fanya hivyo sasa hivi kwa sababu nakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili yako na kwa ajili ya familia yako. Una uwezo wa kutupigia simu au kututumia ujumbe kama unataka ushauri wetu kwa namba 0754579224. Karibu na tuanze. Siri ya kwanza mwanaume kutumia unga wa ubuyu ili uweze kumsaidia katika swala zima la kuongeza nguvu zake ni kwamba unga wa ubuyu au ubuyu wenyewe unasaidia sana kuongeza nguvu mwilini. Ubuyu una vitamini C nyingi sana. Kwa hiyo ni swala zuri sana, vitamini C kwa mwanaume inahitajika sana. Mwili wa mwanaume unahitaji sana lishe. Unahitaji virutubisho kuliko dawa. Usitumie madawa mengi, tumia virutubisho, hasa mmea wa ubuyu. Tumia ubuyu mwanaume. Tumia kikombe chako cha maji ya moto. Chukua ubuyu wako vijiko 2, weka kwenye kile kikombe chenye maji ya moto. Koroga, acha kidogo ipoe iwe ya uvuguvugu, kunywa mwanaume. Kunywa asubuhi, kunywa jioni. Utasikia tu mwili wako jinsi unavyoimarika. Unakuongezea nguvu. Mwili unapokuwa una nguvu, mwili unapoimarika, mwili unapopata vitamini C ya kutosha, na kwenye swala zima la nguvu lazima zitakuwepo. Afya ya uume itakuwepo. Kwa hiyo mwanaume utajikuta moja kwa moja nguvu zako zinaimarika. Siri ya pili, unga wa ubuyu huchangia mzunguko wa damu kwa mwanaume. Mzunguko wa damu kwa mwanaume ni swala la msingi sana. Damu inapokuwa ina mzunguko mzuri kwa mwanaume, inamsaidia hata yeye mwanaume mwenyewe kuwa na nguvu. Inamsaidia mwanaume kufanya kazi vizuri. Inamsaidia mwanaume kuwa rijali kwa sababu mzunguko wake unakuwa unazunguka vizuri katika viungo vyake vyote vya mwili. Mzunguko unakaa vizuri. Mzunguko wa damu ukikaa vizuri tu, mwanaume lazima naye awe yuko sawa. Lakini mzunguko wa damu unapokuwa umechanganyikiwa, haujakaa sawa, hata kwa mwanaume pia nguvu zinapungua. Kwa hiyo mwanaume unatakiwa uhakikishe unatumia unga wa ubuyu. Loweka, kunywa kama chai, kunywa kama juice. Tengeneza, unakuwa unabadilika. Leo utakunywa kama chai, kesho utakunywa kama juice. Unaweza kuchukua tu unga wa ubuyu, ukachemsha maji, baada ya kuchemsha maji, ukaweka unga wa ubuyu, ukauacha ukapoa vizuri, ukachuja, ukaweka kwenye jagi lako au kwenye kikombe chako, ukaendelea kunywa taratibu tu, unakunywa kama kinywaji kama unavyokunywa soda. Usiweke mwingi sana, weka tu kiasi kidogo tu, kijiko kimoja, vijiko 2 vile vya chakula vyakula vinatosha kabisa. Unakunywa, unarelax, unatulia, ukiangalia matokeo sasa yanakuwa ni mazuri sana. Unga wa ubuyu una siri kubwa sana kwa wanaume, usiudharau. Mababu zetu walitumia na walikuwa safi. Haya mambo ya kupungua nguvu za kiume tulikuwa tuyasikii kwa sababu walikuwa wanajali sana afya yao ya lishe kuliko dawa. Siri ya tatu, unga wa ubuyu una vitamini zinazohitajika sana kwa mwanaume. Unga wa ubuyu una vitamini C za kutosha, una magnesium, una potassium. Vitamini zote hizi zinahitajika sana kwa mwanaume. Mwanaume anapopata hizi vitamini, anapopata hivi virutubisho, anaimarika.
unaimarika, mwili wake unakuwa vizuri, unakuwa una nguvu, unaimarika, unajijenga. Kwa hiyo hivyo virutubisho vinamsaidia hata kwenye swala zima la mahusiano. Maana yake akiwa anakosa hizo vitamins anakuwa legelege, anakuwa hawezi kufanya kitu, anakuwa ana hofu, anaogopa kwa sababu inakuwa inashindikana. Lakini akitumia unga wa ubuyu, virutubisho hivyo vyote vitamsaidia mwanaume na kumweka vizuri, na anapokuwa sawa anaweza kufanya kazi vizuri. Siri ya 4, husaidia kupunguza msongo wa mawazo. Unapopata unga wa ubuyu ule, umeuchanganya kwenye maji, umetengeneza juisi, umetengeneza chai, umekunywa, inakusaidia unakuwa na relax mwanaume. Kwa hiyo ukirelax, akili ikitulia, msongo wa mawazo ukawa haupo, unapata nguvu. Wanaume wengi wanapungukiwa nguvu kwa msongo wa mawazo. Anaogopa. Kwa sababu alijaribu akashindwa, anajikuta sasa anaogopa, anakuwa na msongo wa mawazo. Tumia unga wa ubuyu, weka kwenye maji, tengeneza juice, tengeneza chai, kunywa. Utaona kabisa msongo wa mawazo, yani una relax, akili yako inatulia, unakuwa umepoa, mwili wako umekaa vizuri. Unaweza, mambo yanakuja kukaa sawa kabisa. Hivyo, ubuyu sio wa kupuuza kwako mwanaume. Siri ya 5, unachochea afya au unachochea hamu ya kula na afya ya mwili. Mwili wa mwanaume unahitaji nguvu, unahitaji virutubisho. Virutubisho utavipata wapi? Basi kwa kula. Unapotumia unga wa ubuyu kwenye maji, kwenye juisi, kwenye chai, utakufanya upate hamu ya kula. Utakapopata hamu ya kula utakula. Mwili wenye kula, yaani unapokula lazima upate nguvu. Lakini mwili ambao hauna appetite, yaani hamu ya kula huna mwanaume. Chakula kimepikwa lakini unakuwa unajisikia hauna hamu ya kula, unakula kidogo, unapungukiwa nguvu. Lakini kama utakula vizuri, utaimarika, mwili wako utajengeka na utakuwa na nguvu. Yaani mwili wenye chakula kwa mwanaume unakuwa una nguvu. Hivyo tumia unga wa ubuyu kwenye jambo lolote lile, kwenye vyakula, kwenye chai, kwenye juice. Utaona matokeo kwamba unapata hamu ya kula. Na ukipata hamu ya kula mwanaume, kula, mwanaume usijivunge kula. Kula shiba, kae vizuri, kula virutubisho, kula vitu vizuri. Sio kula tu ovyo mradi kushindilia, hapana. Kula vitu vizuri, matunda, mboga mboga, hapo unakaa sawa. Chakula chako hata kama ni wanga, basi unakula ule wanga mzuri, unga ambao haujakobolewa, mahindi ambayo hayakukobolewa. Panya mwenyewe hakubali chakula kilichokobolewa, anakula vitu ambavyo havijakobolewa. Kwa hiyo mwanaume, hakikisha unakula ubuyu kwenye chai, kwenye juisi, ili uweze kupata hamu ya kula na upige msosi. Siri ya 6 na muhimu sana, husaidia virutubisho vya uzazi katika masuala ya uzazi. Masuala ya uzazi kwa mwanaume ni jambo la kuzingatiwa. Zamani watu wengi walikuwa wanawaza tu ni wanawake tu peke yao ndio hawazai, matasa manini, hapana, hata wanaume pia wanakuwa hawawezi kuzalisha. Kwa hiyo unga wa ubuyu unakusaidia sana kwa swala zima la kurutubisha, swala zima la masuala ya uzazi. Kwa hiyo mwanaume unatakiwa kupata kikombe chako cha chai ambayo ina unga wa ubuyu, juisi yako ambayo ina unga wa ubuyu. Chakula chako pia, hata kwenye chakula, kwenye ndizi zikipikwa, unaweza pia kuweka unga wa ubuyu. Ni sawa kabisa. Usiweke tu kwenye ugali, kwenye wali, inaweza kukushinda labda harufu na nini. Lakini kama unaweza kuchanganya kwenye chakula chako chochote kile, wewe changanya. Unga wa ubuyu ni the best, ni mzuri sana kwa afya ya uzazi kwa mwanaume. Kwa hiyo tumia unga wa ubuyu, utakusaidia kama masuala ya uzazi yatakaa vizuri na nguvu tu zinaimarika. Ubuyu una virutubisho muhimu sana katika mwili, na pia una antioxidants ambazo zinasaidia sana kwa swala zima la afya ya mwili. Mwanaume, siri si ubuyu peke yake. Siri ni staili nzima ya maisha. Kula vizuri, kufanya mazoezi, kupumzika na kuhakikisha unajijali. Ukifanya yote hayo, nguvu za kiume kwako zitakuwa sio jambo la kuwaza kabisa. Utajikuta una nguvu za kiume, unaishi vizuri na maisha yako yanaenda salama. Jijali, jipende, jithamini, ondoa stress. Hakikisha hakuna mambo madogo madogo ambayo unakaa unayawaza katika akili yako yanakusumbua na nini, kwa sababu hayo pia yanaweza yakachangia kuona nguvu zako za kiume zinapungua. Ninarudia kusema jipende, jijali, jithamini. Wewe ni wa thamani sana. Mwanaume ni baba. Kama baba ukishindwa kufanya mambo katika familia,
unajikuta dharau zitakuwepo kwenye familia, maisha hayatakuwa vizuri. Lakini kama baba ukisimama imara, afya yako ikawa imara, utaweza kutunza watoto vizuri, utaweza kutunza mke wako na ndugu na jamaa, hata marafiki zako. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo. Usiache kushare video hii kwa wababa wengi ili waweze kujifunza kitu kizuri ambacho na wewe pia umejifunza. Subscribe pia kwenye channel yetu ya Moyo wa Malezi ili uendelee kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Mungu akubariki. Mpaka tena tutakapoonana kwenye video inayofuata.